Kwa majina naitwa Ombeni Nanyaro, natokea mkoa wa Songwe, mjumbe wa halmashauri ya CCM mkoa wa Songwe. Kwanza mkutano huu maalum ndiye mkutano unaotoa dira kwa Watanzania, kwa chama tawala, lakini ndio mkutano ambao kila mwana CCM anautamani au uhudhurie. Kwa hiyo utaona hapa nje kumejaa watu, ndani kumejaa, na kule geti la nje nako kumejaa watu, kwa sababu kila mwana CCM, hii naweza nikasema kwa tafsiri halisi, hii ndio cathedral ya Chama cha Mapinduzi, au cathedral ambayo ndio inaoonyesha mustakabali wa kisiasa, na ndio mkutano unao determine kesho ya Watanzania wote. Kwa hiyo ndani yetu sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunaamini kwa imani yetu ya kisiasa ni kwamba huu ni mkutano muhimu sana kwetu, lakini ni mkutano ambao umetupa vitu vingi toka tulipoanza na tunapoelekea. Matumaini yetu ni kwamba Watanzania wote waendelee kuwatazama kinachoendelea hapa Dodoma, kwa sababu ndio dira ambayo inatuambia mwaka huu kuna nini na miaka mitano ijayo kutakuwa na kitu gani. Kwa ilani iliyopita mpaka sasa tumeshatekeleza kwa 90%, kwa sababu mpaka sasa kuna miradi ambayo ilikuwepo inaendelea, lakini mpaka sasa hivi tunaona kabisa kwamba tuna miradi mingi iliyokamilika na tuna miradi mingi ambayo tayari iko kwenye ilani. Lakini kwa iliyokamilika tunayo ndege, tunazo ndege zetu, tunayo SGR tayari natuhudumia. Kwa hiyo tuna madaraja, tuna miradi mingi. Lakini jambo jingine kubwa ambalo lipo ni kutengeneza makao makuu ya CCM. Jengo ambalo litakuwa na ofisi zote, litaakisi uimara wa Chama cha Mapinduzi na halitaweza kufananishwa na makao makuu ya chama chochote barani Afrika. Itajengwa Dodoma. Mimi naitwa Heri Mchunga, mjumbe wa Baraza Taifa kutokea mkoa wa Simiyu. Tuko kwenye mkutano mkuu maalum ulioanza tarehe 29 na leo tunahitimisha. Na jana tulikuwa na agenda chache. Agenda kuu ya jana ilikuwa ni kubadilisha katiba. Tubadilisha katiba kwa udogo sana. Tuliamua sasa hivi kutakuwepo na yaani tutafanya katika Zoom meeting. Maana yake ni kwamba kama kamati ya siasa ya wilaya inajadili majina ya wagombea, makao makuu watahusika kusikiliza taarifa zitakazotolewa kule. Kwa hiyo tutafanya vikao vingine kwa Zoom meeting, na ndio tunafanya utaratibu huo. Utaratibu huo sasa unaenda kutufanya tuwe ni chama kitakachokuwa cha kisasa zaidi, sababu tutatumia media kwa ajili ya reporting na mambo mengine. Mikutano mingi itafanyika kwa njia ya mitandao. Kwanza kabisa mimi kama msomi nimeyapokea kwa bashasha na kwa hamu kubwa, na kwa uelewa huu nimeona chama changu kinaenda mbele zaidi. Kinaenda na tehama, tunaenda na teknolojia. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kinaenda kutoa changamoto ambazo watu walikuwa wanalalamika kwamba tunatendewa ndivyo sivyo. Mfano watu wamejadili kule, ripoti zimeandikwa, zikaja makao makuu, watu wanaona kwamba hakikuripotiwa sawa sawa, lakini sasa kutokana na media vikao vitafanyika, makao makuu yakishirikishwa. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo yatakuwa na changamoto. Kwa hiyo inaenda kurahisisha taarifa zaidi. Kwa hiyo ukweli unaenda kuwa zaidi na uwazi. Kwa hiyo mambo yanaenda kuwa mazuri zaidi. Kwa kweli ilani iliyopita mambo mengi sana kwa 99% yametekelezeka. Na mengine yako kwenye muendelezo kwa ilani hii inayokuja sasa hivi ambayo tunaizindua leo rasmi. Tuko kwa kazi moja tu leo, kuizindua ilani ya mwaka 25, 20 na 30. Kwa hiyo tuko leo kuzindua hiyo ilani, na tunategemea mambo makubwa ambayo yameorodheshwa mle. Tunategemea kufungua nchi, barabara, viwanja vya ndege na miundombinu mingine. Tunaongeza ndege za kubeba mizigo, ndege za abiria. Kwa hiyo tuna mambo makubwa mengi ambayo yanaenda kuzinduliwa kwa ilani hii inayoenda kufanyika. Na bado ilani iliyopita mambo makubwa na mazuri yamefanyika. Mimi naitwa Usi Salum Pondeza, ni mbunge wa jimbo la Chumbuni Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC, na pia ni mjumbe wa mkutano huu. Kwa hiyo leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wetu mkuu ambao nia, lengo na madhumuni ni kutangaza ilani yetu mpya ya 25 kwenda 30. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao tunajua tutakabiliana na mambo mengi, lakini Chama cha Mapinduzi kutokana na ukubwa wake na uzuri wa ilani ambayo imetangazwa, hatuna wasiwasi na ushindi, isipokuwa tunataka kujua zile asilimia tulizotoka nazo 2020 tunataka kuziongeza. Ndio maana tumeamua kuweka wazi fawahisha
katika kutangaza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, nini tutafanya, wapi tupo na tumetoka wapi. Kwa ukubwa wa chama chetu cha Mapinduzi, hatuna mashaka wala hatuna wasiwasi na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa Tanzania nzima. Ilani iliyopita utekelezaji wake mimi naweza nikasema nimeuchukulia kama ambavyo ilivyoandikwa ndani ya ilani yetu ambayo tuliitangaza, lakini kubwa zaidi imetekelezwa zaidi ya 100%. Mimi ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni mjumbe wa kamati ya nishati na madini zaidi ya miaka 10. Vitu ambavyo vimefanyika ndani ya kamati yetu ya nishati na madini vyote vinaakisi ukubwa wa Chama cha Mapinduzi na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi kwenye upande wangu, kwenye idara yangu, ni katika kuhakikisha bwawa la Mwalimu Nyerere nimeshuhudia tangu kiwanja, tangu wanafika mpaka tumelitekeleza kwa ukubwa wake wa ule mradi megawati 2115. Sio kitu kidogo. Afrika tunajidaia, na ndio maana tumeweza hata kufanya hizo SGR kwa sababu wana uhakika wa umeme ambao upo, lakini zaidi tunajivunia bwawa letu la Mwalimu Nyerere ndani ya awamu hii. Yale ni maono ya tangu Mwalimu Nyerere mwenyewe mwaka 75 alitangaza na alikuwa na nia ya kufanya kile kitu. Hatujaweza, lakini tulikuwa tunajipanga. Tulipojipanga, alipoingia Dr. John Pombe Magufuli akasema hili ni moja ya vipaumbele vyetu, na kweli vimeweza kutimia. Kwa hivyo ni chama kikubwa na ilani imetekelezwa, na hii inayokuja na uhakika itatekelezwa kwa nguvu zaidi. Ile ambayo kasi tuliokuwa nayo tunaenda kuongeza nguvu kabisa inshallah.